الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وخلانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، wada Allah, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio waliofaulu duniani na kesho akhera. Ndugu zangu Waislamu, leo insha Allah akituwezesha tutakumbushana kidogo mambo ambayo yanahusiana na hii mwezi ambayo tuko ndani, mwezi ambayo tumeanza leo. Ibadallah, ni'matullah ta'ala an nabda fi a'malikum, waja wa Allah, tuwe ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametufikisha mwezi kama huu, ameturefushia umri mpaka tukafika na mwezi kama huu. Fa innakum al-yawma fi shahrin 'azim, kwa sababu mwezi huu ni mwezi ambaye ni mwezi mkubwa sana. Wa zamanu jaa bifadlihi al-athar al-ma'thur, ni zama ambazo zimekuja hadithi mingi kubainisha fadhila yake. Wa kana yukthiru sawmahu, na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha kufunga katika huu mwezi wa Shaaban. Warada anna al-a'mara tu'radu fihi li rabbil alamin, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana, kwa sababu ni siku ambayo ama ni mwezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapelekea amali ya waja wake wote. Amali ya wanadamu huwa inapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala mbinguni mara tatu. Amali ya siku inapelekwa mwisho wa siku baada ya salati al-asr, baada ya sala ya asr, na amali ya wiki huwa inapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya Alhamisi na siku ya Jumatatu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga hizo siku mbili, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Ndio siku ambayo amali ya waja zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na amali ya mwaka mzima huwa inapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Shaaban. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyo ada yake kufunga katika siku ambazo amali ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala inapelekwa kwa Allah, kama siku ya Jumatatu na Alhamisi. Vile vile katika mwaka ama mwezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapelekewa amali ya waja wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam anafunga katika mwezi wa Shaaban, mwezi ambayo amali ya waja inapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, laqad kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yu'azzimu hadha ash-shahr. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitukuza huu mwezi wa Shaaban. Kana Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha قالت anasema, lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yasumu shahran akthar min Sha'ban, hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenye kufunga sana katika mwezi isipokuwa mwezi wa Shaaban. Kama tunavyojua mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa pekee ambaye inafunga kutoka mwanzo mpaka mwisho, na katika mwezi ambaye anafuatilia mwezi wa Ramadhan katika kufunga ni mwezi wa Shaaban. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Aisha radhiyallahu anha alikuwa akifunga, kana yasumu Shaaban kullahu, alikuwa akifunga yote. Ibadallah, وفي رواية قالت, katika riwaya nyingine anasema Aisha radhiyallahu anha, lam yakun Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi ash-shahri min as-sanati akthar siyaman minhu fi Sha'ban. Hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwaka mzima, hakuwa na mwezi ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga kwa wingi katika mwaka mzima isipokuwa mwezi wa Sha'ban ambaye tumeanza leo. Wa Ummu Salama radhiyallahu anha, kutoka Ummu Salama radhiyallahu anha qalat, anasema, ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yasumu shahrayn mutatabi'ain illa Sha'ban wa Ramadan. Sikumwona Mtume sallallahu alayhi wasallam, Ummu Salama ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mama wa Ubidi, anasema sikumwona Mtume sallallahu alayhi wasallam yasumu shahrayn, akifunga miezi miwili mutatabi'ain, kwa kufuatiliza, illa Sha'ban wa Ramadan, isipokuwa mwezi wa Sha'ban na mwezi wa Ramadan. Hizo ndio miezi miwili ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga kwa wingi. وعنها رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم
الشهر شهرا تاما إلا شعبان ثم يصله إلى رمضان. ومسلم vile katika riwaya nyingine anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mwenye kufunga kwa wingi isipokuwa Shaaban kisha anapatiliza mwezi wa Ramadhani. Wa Aisha radhiyallahu anha qalat kana ahabbu shuhuri ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Shaaban. Ni mwezi ambaye inapendeza kwa Allah subhanahu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga kwa wingi ni mwezi wa Shaaban thumma yasuluhu ila Ramadhan. Wa anha radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yufṭir. Aisha radhiyallahu anha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga kwa wingi mpaka tunasema ya kwamba atafunga mwezi mzima hata kuwa ni mwenye kufuturu. Wa yufṭiru hatta naqula la yasum, na anaacha kufunga mpaka tunasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amewacha kufunga. Wa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahrin itqatu ila Ramadhan. Na sikumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akikamilisha kufunga mwezi kutoka mwanzo mpaka mwisho ila Ramadhan, isipokuwa mwezi wa Ramadhan. Wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi Sha'ban. Na sikuona mwezi ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga kwa wingi baada ya mwezi wa Ramadhan isipokuwa mwezi wa Sha'ban. Wa Abi Salama radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Salama radhiyallahu anhu anasema sa'altu Aisha radhiyallahu anha, nilimuuliza Aisha radhiyallahu anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katika yani kuhusu somo la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abi Salama anamuuliza Aisha namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam anafunga. Faqalat Aisha akasema kana yasumu hatta naqula qad sam, alikuwa akifunga kwa kupatiliza mpaka tunasema akakamilisha kufunga. Wa yufṭiru hatta naqula qad afṭar, na anafuturu mpaka tunasema hafungi tena. Walam arahu sa'iman min shahrin qat akthara min siyamihi min Sha'ban, na sikumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga sana katika mwezi isipokuwa mwezi wa Sha'ban. Kana yasumu Sha'ban kulla, alikuwa akifunga mwezi wa Sha'ban yote. Kisha akabainisha je, anafunga yote ama anafunga vipi? Anasema kana yasumu Sha'ban illa qalila, alikuwa akifunga mwezi wa Sha'ban isipokuwa siku chache pekee yake. قال ابن رجب عن سيدنا ابن رجب وقد رجح طائفة من العلماء منهم ابن المبارك ومرجحisha wengi katika wanazuoni miongoni mwao ni Imam Ibn Mubarak أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان وإنما كان يصوم أكثر. Mtume sallallahu alaihi wasallam hii mwezi wa Shaaban alikuwa akifunga kwa wingi, lakini hakukamilisha kutoka mwanzo mpaka mwisho kama mwezi wa Ramadhani. وقال ابن حجر الهيثمي anasema Ibn Hajar al-Haythami أو كان مرة يصوم مرة جميعه ومرة يصوم معظمه لئلا يتوهم. akibainisha namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga mwezi wa Shaaban, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakati mwingine anafunga mwezi wa Shaaban mzima yote, na wakati mwingine anafunga nusu, hafungi yote. Kwa sababu gani? Ili abainishie kwamba kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kama atakuwa ni mwenye kufunga mwezi wa Shaaban yote kila wakati, watu watadhani mwezi wa Shaaban vile ni kama mwezi wa Shaaban watakuwa ni mwenye kufunga. Kwa hiyo kubainisha ya kwamba kufunga mwezi wa Shaaban sio wajibu kama vile kufunga mwezi wa Ramadhan, lakini ni sunna ambayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa alikuwa mwezi mwingine alikuwa akifunga yote, wakati mwingine akifunga nusu. وقال ابن العطار أجمع العلماء على جواز صومه كله بل على استحبابه. Ibn Abbas anasema wamekusanyika wamekubaliana wanazuoni ya kwamba ala jawazi sawmihi kulla, ya kwamba kufunga mwezi wa Shaaban kutoka mwanzo mpaka mwisho inafaa, haina kizuizi. Bali ala istihbabi, bali inapendeza kwa mtu kufunga mwezi wa Shaaban. Bali mtu Shaaban falyatanafas almutanafisun. Kwa hivyo tunafaa kuwa ni mwenye kushindana katika kufunga mwezi wa Shaaban. Kwa sababu gani? Baada ya mwezi wa
Shaaban ni mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kufunga. Ndio maana inapendeza kwa mtu kujizoesha kufunga kabla hajafikiwa na mwezi wa Ramadhani. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunza masahaba yake vile vile sisi kwa kufunga kwa wingi, ili mtu anapofikiwa na mwezi wa Ramadhani asipate na ugumu, asilemewe na Ramadhani, akithirisha kufunga katika huo mwezi wa Shaaban. Fakat bayyana Nabii sallallahu alaihi wasallam al-hikmata fi tafsisi, na vile vile hikma ya kukithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha, amesema huwa ghaflatun nasi an, watu wanaghafilika na huo mwezi wa Shaaban. Mbele ya mwezi wa Shaaban ni mwezi wa Rajab, ambaye tulibainisha kwa wale yake mwezi ambaye ni miongoni mwa miezi minne mitukufu, mwezi wa Rajab, na baada yake ni mwezi wa Shaaban, na baada ya mwezi wa Shaaban ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo watu wanashughulika na mwezi wa Rajab kwa sababu ni miezi miongoni mwa miezi minne mitukufu, na baada yake ni mwezi wa Shaaban ambaye utukufu wake unajulikana kwa watu wote. Kwa hivyo watu wanashughulika na hizi miezi miwili, wanasahau hii mwezi wa Shaaban wa katikati. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema watu wanaghafilika na mwezi wa Shaaban. Kwa hivyo ni vizuri kufanya amali kwa wingi katika wakati ambayo watu wanaghafilika, na ibada pindi mtu anapofanya kwa wakati watu wanaghafilika inakuwa na thawabu nyingi, na inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi kushinda wakati mwingine. Kama mwezi wa Ramadhani watu wote wanakuwa ni wenye kufunga, lakini katika mwezi wa Shaaban wengi wanakuwa ni wenye kughafilika. Kwa ajili hiyo kufunga kwa mwezi wa Ramadhani imekuwa ni bora. Sana Usama bin Zaid, kutoka Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah wa ya Rasulullah, nilisema ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Shaaban, sikukuona ukifunga mwezi yote kwa wingi kama mwezi wa Shaaban. Kwa sababu gani? Qala dhalika shahrun yaghfalu an-nasu anhu, kwa sababu ni mwezi ambayo watu wanaghafilika nayo. Baina Rajab wa Shaaban, iko kati ya mwezi wa Rajab na mwezi wa Ramadhan, watu wanakuwa na wanaghafilika na hayo. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal, na ni mwezi ambayo amali ya waja inainuliwa na kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uhibbu an yurfa amali wa ana saim, na napenda ipelekwe amali yangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ilhali mimi nimefunga. Ibadallah, huo mwezi wa Shaaban ni mwezi ambayo uko mbele ya mwezi wa Ramadhani, ambaye inatangulia mwezi wa Ramadhani. Wema waliotangulia idha dakhala Shaaban inapoingia akafu ala al-masahib, walikuwa wakisoma Qur'an kwa wingi. Wa akhraju zakata amwali, na vile vile walikuwa wakitoa zaka zao katika mwezi wa Shaaban, taqwiyatan lil-dhaifi wal-miskin, kwa ajili ya kuwasaidia wale maskini wao ni wenye kuweza kufunga mwezi wa Ramadhani ilhali wako na mapato yao, wako na chakula. Kwa hivyo wanakithirisha kutoa zaka zao katika mwezi wa Shaaban, na vile vile wanakithirisha kusoma Qur'an katika mwezi wa Shaaban. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama tunavyojua mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'an, na kusoma Qur'an katika mwezi wa Ramadhani ni bora kushinda miezi yote. Kwa hivyo kama ukijizoesha kusoma Qur'an katika huo mwezi wa Shaaban, itakushinda katika mwezi wa Ramadhani. Ndio maana wema waliotangulia walikuwa wakithirisha kufunga na wakithirisha kusoma Qur'an kwa wingi. Qala Salama ibn Kuhayl, anasema Salama ibn Kuhayl, kana yuqalu shahru Shaaban shahru al-Qur'an, walikuwa wakisema wema waliotangulia mwezi wa Shaaban ni mwezi wa wasomi wa Qur'an. Wasomi wa Qur'an sio mahufadhi pekee yake, wote wanaosoma Qur'an wanakuwa wenye kuitwa Qur'an. Kwa hivyo wanaosoma Qur'an kwa wingi huwa wanasoma katika huo mwezi wa Shaaban. وكان حبيب بن أبي ثابت رحمه الله إذا دخل شعبان، na Habib ibn Abi Thabit alikuwa ikiingia mwezi wa Shaaban, qala, anasema hadha shahrul Qur'an, hii ni mwezi wa kusoma wasomaji Qur'an. وكان عمر بن أبي قيس الملائي إذا دخل شعبان، na Umar ibn Abi Qais al-Mulai mwezi wa Shaaban ikiingia, aghlaqa hanukahu, alikuwa akifunga duka yake. Mwezi wa Shaaban ikiingia alikuwa akifunga duka yake.
faragha al-qira'ati al-Qur'an, kwa ajili ya kusoma Qur'an peke yake. Faqbal ibadallah, yani tuwe ni mwenye kujifananisha na hao wema waliotangulia, ndipo mpaka anafunga duka yake kwa ajili ya kujiandaa na mwezi wa Ramadhani katika huo mwezi wa Shaaban. Ibadallah, kana ba'du salaf kama dhakara Ibn Rajab min dhalika tawhid an-nasr wa ta'awudna 'ala at-ta'a yusammuna shahra Ramadhan shahra al-Qur'an. Walikuwa wakiita huo mwezi wa Shaaban mwezi wa kusoma Qur'an. Na vile vile miongoni mwa hikma sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga katika huu mwezi kwa wingi, annahu shahrun yaghfalu an-nasu anhu, وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سببين. قال ابن رجب: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة سببين معنيين. Ametaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Usama sababu mbili za kukithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Ahaduhuma annahu shahrun yaghfalu an-nasu anhu. Kwanza ni ile ambayo tumetaja ni mwezi ambao watu wanarafidika nayo, baina Rajab wa Shaaban, yushiru ila shahran Shaaban, kwa sababu mbele yake ni mwezi ambao ni tukufu na baada yake vile vile ni mwezi ambao ni tukufu. Wa ihya'u al-waqti al-maghfur 'amalu ta'ati fawaid, na mtu kuhuisha kufanya ibada katika wakati ambao watu wanarafidika ina faida nyingi. Miongoni mwao annahu yakunu afdal. Hii ibada ambayo mtu anafanya wakati watu wanarafidika inakuwa imefichika sana, na ibada inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au inapofichika kwa watu. Ndio maana wanasema ibada ya saum inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu inapatikana, yani si kama ibada nyingine. Ibada ya sala mtu anaingia msikitini anasali anaonekana, lakini ibada ya saum yuko baina ya nafsi yako na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pekee yake ndiye anajua kama wewe umefunga kwa ukweli ama umefunga. Unaweza kuficha mahali popote na ukule na hakuna mwenye atakuona, lakini ndio maana inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile wema waliotangulia kabisa na baadhi salafi 40 sana. Wema waliotangulia kulikuwa mtu anafunga miaka 40 la ya'lamu bihi ahad, hakuna mtu anamjua kama yeye anafunga. Anafunga miaka 40 na hajulikani kwamba anafunga. Kana yakhruju min baytihi ila suqihi wa ma'ahu wadhan, alikuwa akitoka nyumbani kwake mpaka kwa duka yake, alikuwa akibeba mkate yake miwili. Akifika dukani sokoni, tayasaddaqa bihima, anatoa sadaka kwa watu wa sokoni. Fayadhunnu ahluhu annahu atarama, watu wake anapotoka nyumbani wanadhani ya kwamba ataenda kukula hiyo mikate miwili. Anatoka nyumbani amebeba mkate miwili, wanadhani hajafunga anaenda kukula. Na watu wa sokoni pia vile vile anapotoa hiyo sadaka wanadhani ya kwamba yeye amekula nyumbani kwake. Kwa hivyo inapita miaka 40 ilhali yeye kila siku anatoka na mikate yake miwili, akifika dukani anatoa sadaka, anaporudi jioni anatoa. Miaka 40 watu wake hawajui kwamba yeye anafunga, wala watu wa sokoni pia hawajui kwamba yeye anafunga. Hivyo ndio wema waliotangulia walikuwa kupitia ibada zao. Baada ya shahru Ramadhan amnatakum wa adhallakum, hii ni mwezi wa Ramadhani imetuingilia, tunafaidike nayo na mambo ambayo tunafaa kukumbusha katika huu mwezi wa Shaaban. مما يجب التنبيه عليه مع دخول هذا الشهر أن من كان عليه قضاء من رمضان يدرك ambaye akona deni kuhusu mwezi ambaye umepita, mwezi Ramadhani uliopita. Kama kuna mtu anadaiwa kwa Ramadhani uliopita, hiyo ndio wakati, kama bado hajakuwa ni mwenye kulipa, hiyo ndio wakati wake, fursa yake ya mwisho, nafasi ya mwisho ya kulipa deni ni hiyo mwezi wa Shaaban. Wale ambao wanadaiwa Ramadhani iliyopita wao ndio wenye kulipa katika huo mwezi wa Shaaban. Fayajibu alayhi, yani ni lazima kwa yule mtu ambaye ni baba ama ni mume kwa mke wake au watoto wake, alazimishe kufunga watu wake wale ambao wanadaiwa na Ramadhani iliyopita. Abu Salama bin Zaid radhiyallahu anhu, Abu Salama radhiyallahu anhu قال Abu Salama radhiyallahu anhu anasema, sami'tu Aisha radhiyallahu anha taqul, nilimsikia Aisha radhiyallahu anha akisema, kana yakunu alayya as-sawm min Ramadan fama astati'u an uqdiyahu illa fi Sha'ban. Aisha
radhiallahu anha anasema, na kuwa na deni ya Ramadhani inayopita na sitakuwa ni mwenye kuweza kulipa hiyo deni isipokuwa katika mwezi wa Shaaban. Alikuwa akifunga katika mwezi wa Shaaban, akilipa deni yake ya Ramadhani iliyopita katika mwezi wa Shaaban. Kwa hivyo tunahusishwa wale ambao wanadaiwa kwa ajili ya ugonjwa, kwa ajili ya sababu yoyote, wao ni wenye kufunga na kulipa ile deni ambaye anadaiwa katika mwezi uliopita, kwa sababu mtu anapoingiwa na Ramadhani nyingine ni hali bado hajatoa deni, basi atakuwa ni mwenye kutoa kafara, anakuwa mwenye kufanyia ulipo katika kulipa hiyo mwezi wa Ramadhani uliopita. Na kama vile tunavyojua mwezi wa Rajab tumesema ni mwezi ambaye ni tukufu umepita. Kama mwezi wa Rajab umepita na mbele yetu mwezi wa Ramadhani ambaye ni tukufu, kwa hivyo tujiandae kama Rajab umepita hali hatujafaidika nayo, huo ndio mwezi wa Shaaban ambaye tunataka kufaidika nayo. Tufanye jitihada katika huo mwezi wa Rajab, mwezi wa Shaaban, kwa kufunga, kwa kusoma Qur'an kwa wingi, kwa kufunga, kwa kutoa sadaqat na zakat kwa wingi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusahilishe ibada katika mwezi wa Shaaban na atufikishe katika mwezi wa